Tarehe 19 Julai mwaka wa 2026 si siku ya kawaida katika ulimwengu wa soka duniani. Wala hii si mechi ya kawaida, si fainali ya kawaida. Ni siku dunia inasimama katika upande wa soka. Mabilioni ya macho ulimwenguni kote yanaelekezwa katika uwanja mmoja tu, MetLife Stadium, New York, New Jersey Stadium, East Rutherford, United States, katika uwanja unaobeba mashabiki 82,566 chini ya mwamuzi toka Slovenia, Slavko Vincic, ambako mataifa mawili, timu mbili zenye hadhi kubwa duniani zikipambana, Spain dhidi ya Argentina. Lakini leo hatuzungumzie dakika 90 pekee. Tunazungumzia historia iliyoandikwa miaka karibu 20 iliyopita, historia ambayo hakuna aliyedhani ingeweza kuja kuwa kweli. Katika tukio la kuchangisha fedha la UNICEF, mchezaji mmoja kijana kutoka Argentina aliitwa kupiga picha na mtoto mchanga. Jina la mchezaji huyo, Lionel Andres Messi. Mtoto huyo alikuwa na miezi michache tu. Hakuna aliyemfahamu, hakuna aliyedhani siku moja angekuwa nyota wa dunia. Mtoto huyo aliitwa Lamine Yamal. Messi alimshika mikononi, akamwosha kwa upole mbele ya kamera. Picha zikapigwa, kisha kila mmoja akaendelea na maisha yake. Miaka 18 baadaye, mtoto huyo ndiye anatikisa dunia ya soka, anaitwa Lamine Yamal. Na leo anasimama upande wa pili wa uwanja. Mbele yake yupo yule aliyembeba akiwa mtoto, Lionel Messi. Wengi wameita mechi ya kizazi, wengine wameita mechi ya historia, lakini Semio Sonyo nimeipa jina tofauti na kuita mechi ya UNICEF. Kwa nini nimeipa jina la mechi ya UNICEF? Kwa sababu mechi hii inatuonyesha jambo moja: mtoto wa leo anaweza kuwa shujaa wa kesho. UNICEF ilipokuwa ikifanya kampeni yake miaka hiyo, haikujua kuwa mtoto aliyekuwa kwenye picha angekuwa mmoja wa wachezaji bora duniani. Haikujua kuwa siku moja angepambana na mtu aliyembeba mikononi. Hii ndio sababu picha hiyo imegusa dunia nzima. Tukiangalia tafsiri ya ujumbe wa UNICEF ni kwamba zaidi ya miaka 18 iliyopita, mtoto mchanga aitwaye Lamine Yamal pamoja na mama yake Sheila walikutana na Lionel Messi katika tukio la kupiga picha la kampeni ya kuchangisha fedha za UNICEF. Leo hii mafanikio yao ndani ya uwanja wa mpira yanaohamasisha mamilioni ya watu duniani. Nje ya uwanja, Lionel Messi na Lamine Yamal wanatumia umaarufu wao kama mabalozi wa UNICEF kupigania haki za watoto duniani. Lengo lao ni kuhakikisha kila mtoto anaishi, anakuwa salama na anatimiza ndoto zake. UNICEF inajivunia kuwa nao katika timu yake. Swali la kujiuliza ni kwamba, je, ni nani angeamini kwamba mtoto aliyekuwa anaoshwa na Lionel Messi ndiye angekuja kupambana naye katika fainali za kombe la dunia 2026? Hii ndio nguvu ya muda, hii ndio nguvu ya ndoto, na hii ndio nguvu ya watoto kupewa nafasi. Lakini si hilo pekee, pia tunashuhudia pambano la timu mbili zenye nafasi mbili za juu kabisa katika viwango vya FIFA. Argentina namba 1 duniani, Spain namba 2 duniani. Swali kubwa ni hili: je, namba 1 itaendelea kubaki namba 1 au namba 2 itaandika historia mpya? Na sasa tukajue safari ya viumbe hawa tofauti wanaotazamwa na ulimwengu katika ulimwengu wa soka. Kila shujaa ana mwanzo wake, na kila hadithi kubwa huanza mahali ambapo wengi hawakutarajia. Kabla ya kuwa nyota wa dunia, alikuwa mtoto mdogo aliyekuwa akikimbiza mpira kwenye mitaa ya Rosario nchini Argentina. Hapa tunamzungumzia Lionel Andres Messi. Alizaliwa tarehe 24 Juni mwaka 1987. Alikuwa mtoto mdogo kuliko wengi wa rika lake. Wakati watoto wengine walikuwa wanamcheka kwa udogo wake, yeye alikuwa anawazidi kwa kipaji. Mpira ulikuwa lugha yake,
miguu yake ilikuwa kama imeumbwa kwa ajili ya kuchezea mpira. Lakini safari yake haikuwa rahisi. Akiwa na umri wa miaka 11, madaktari waligundua alikuwa na tatizo la homoni za ukuaji, yani growth hormone deficiency. Matibabu yalikuwa ghali mno kiasi kwamba familia yake haikuweza kuyamudu. Ndoto yake ilionekana kufifia. Lakini wakati mwingine maisha hubadilika kwa uamuzi mmoja tu. Klabu ya Barcelona iliona kipaji chake, ikakubali kumchukua Hispania, ikakubali pia kugharamia matibabu yake. Ndoto ikaanza kuishi tena. Kutoka hapo Messi hakutazama nyuma tena. Akiwa La Masia, akademi maarufu ya Barcelona, alianza kuonyesha kuwa hakuwa mchezaji wa kawaida. Alikuwa akiwapita mabeki kana kwamba mpira ulikuwa umefungwa miguuni kwake. Miaka ikapita, Barcelona ikapata mmoja wa wachezaji bora kuwahi kuvaa jezi yake. Mabao, makombe, rekodi, Ballon d'Or, vyote vikaanza kumfuata Lionel Messi. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, kulikuwa na kitu kimoja kilichokuwa kinakosekana: kombe la dunia. Kwa miaka mingi alikosolewa, aliitwa mfalme wa Barcelona, lakini si mfalme wa Argentina. Kila alipofika fainali alianguka. Lakini mwaka 2022 ndoto ikatimia. Argentina ikatoa kombe la dunia. Messi akainua kombe ambalo alikuwa akilifuatilia maisha yake yote. Wengi wakasema, sasa mjadala umeisha, Messi ameandika historia. Lakini historia haikuishia hapo. Miaka 4 baadaye, anarudi tena kwenye fainali. Safari hii anakutana na kijana ambaye miaka 18 iliyopita alimshika mikononi akiwa mtoto mchanga, na mzungumzia Lamine Yamal. Ni hadithi ambayo hata mwandishi wa filamu angeona ni ngumu kuamini, lakini leo dunia inatazama kwa macho yake. Messi amecheza mamia ya mechi za kimataifa, ameongoza Argentina kushinda mataji makubwa, amevunja rekodi nyingi za mabao, pasi za mabao na tuzo binafsi. Lakini sasa hatapimwa kwa rekodi zake pekee, atapimwa na kasi, atapimwa na ubunifu, atapimwa na kijana mwenye miaka michache tu, Lamine Yamal. Je, uzoefu utaishinda nguvu ya ujana, au ujana utaandika historia mpya? Hilo ndilo swali ambalo dunia nzima inajiuliza. Katika upande wa pili, wakati mwingine dunia haitambui mtu kabla hata hajajitambua mwenyewe. Miaka 18 iliyopita alikuwa mtoto mdogo asiyejulikana kwa wengi. Hakuna aliyekuwa akijua jina lake. Hakuna aliyekuwa akijua kuwa siku moja picha yake ingekuwa moja ya picha zinazozungumzwa zaidi katika historia ya soka. Jina lake ni Lamine Yamal. Alizaliwa Julai 13 mwaka 2007 nchini Hispania, akiwa na asili ya familia yenye mchanganyiko wa tamaduni. Safari yake ya soka ilianza akiwa mtoto mdogo, akicheza mpira kwa furaha bila kujua kuwa siku moja dunia ingekuwa ikimtazama. Akiwa mdogo, kipaji chake kilionekana wazi. Alikuwa na uwezo wa kipekee wa kushika mpira, kufanya mabeki washindwe kumzuia na kuona nafasi ambazo wengine hawazioni. Kama watoto wengi wenye ndoto kubwa, alihitaji sehemu ambayo kipaji chake kingeweza kukua, na hapo ndipo akademi maarufu ya Barcelona, La Masia, ilipoingia katika maisha yake. Mahali ambapo dunia iliwahi kuona vipaji kama Lionel Messi, Xavi Hernandez na Andres Iniesta. Lakini hakuna alidhani kuwa kijana huyu angefanya historia mapema kiasi hicho. Akiwa na umri mdogo sana, alianza kuvunja rekodi, akawa mmoja wa wachezaji vijana zaidi kucheza katika historia ya Barcelona na timu ya taifa ya Hispania.
Kasi yake, ujasiri wake, ubunifu wake na uwezo wake wa kufanya maamuzi ndani ya sekunde chache vilimfanya watu wengi waanze kusema huyu si mchezaji wa kawaida. Lakini sehemu inayogusa zaidi katika safari ya Lamine Yamal si tu mafanikio yake uwanjani, ni namna ambavyo historia ilivyoweka mstari mmoja kati yake na Lionel Messi. Mwaka 2007, Messi akiwa bado kijana anayeanza kujenga jina lake Barcelona, alikutana na mtoto huyo mchanga katika tukio la UNICEF. Mtoto huyo alikuwa ndio huyu tunayemzungumzia, Lamine Yamal. No, bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien de... Miaka ikapita, Messi akawa gwiji mkubwa wa dunia. Lamine akawa mtoto aliyekuja kuishi ndoto ambayo wengi hawawezi hata kuiwaza. Na sasa wanakutana tena. Safari hii si kwenye picha, si kwenye kampeni, bali kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani, fainali ya kombe la dunia. Kuna tofauti kubwa kati ya wawili hawa. Messi anawakilisha uzoefu, miaka mingi ya ushindi, maumivu, pressure na mafanikio. Lamine anawakilisha kizazi kipya, nguvu ya ujana, ujasiri na mawazo ya safari kubwa. Lakini swali kubwa ni je, Lamine Yamal anaweza kuendelea na njia ambayo Messi ameacha? Je, anaweza kuwa sura mpya ya soka duniani, au fainali hii itakuwa usiku mwingine wa falme Messi? Zaidi ya mpira, zaidi ya ushindi, hadithi ya Messi na Yamal inatukumbusha jambo moja muhimu. Kila mtoto ana uwezo wa kufanya jambo kubwa. Mtoto anahitaji msaada leo, anaweza kuwa kiongozi wa kesho. Anaweza kuwa mwanasayansi, mwanamichezo, mvumbuzi au mtu atakayebadilisha dunia. Kutoka mtoto aliyekuwa kwenye picha ya UNICEF mpaka mchezaji anayesimama kwenye fainali ya kombe la dunia, hii ndio safari ya Lamine Yamal, lakini safari yake bado haijaisha. Nice curl! Oh, I say, what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal. That is absolutely astonishing. He becomes the youngest player ever to score in a European Championship. Katika dunia ya soka kuna namba ambazo zina uzito mkubwa. Namba ya jezi, namba ya mabao, namba vikombe, lakini leo tunazungumzia namba nyingine yenye heshima kubwa, FIFA ranking. Katika fainali hii ya kombe la dunia, dunia inashuhudia pambano la timu mbili zilizopo juu kabisa katika viwango vya soka duniani. Upande mmoja Argentina, mabingwa dunia wanaoingia uwanjani wakiwa na hadhi ya timu namba 1 duniani. Upande mwingine Spain, kizazi kipya chenye vipaji vikubwa kikiwa nafasi ya 2 duniani. Je, timu iliyo nafasi ya kwanza kwenye FIFA ranking lazima ishinde, au namba 2 inaweza kushusha mfalme kutoka kwenye kilele? Historia ya soka inatufundisha jambo moja tu: ranking ni kipimo cha ubora, lakini si dhamana ushindi. Kwa nini? Kwa sababu soka huchezwa ndani ya dakika 90. Ndani ya dakika hizo kuna mambo mengi: makosa ya mchezaji mmoja, ubunifu wa kocha, utayari wa timu, bahati ya siku hiyo na uwezo wa kuhimili pressure. Argentina inakuja na silaha kubwa, uzoefu. Timu iliyojua maana ya kushinda mashindano makubwa ikiwa na Lionel Messi, mchezaji ambaye amepitia kila aina ya pressure, kutoka kushindwa fainali mpaka kuinua kombe la dunia. Messi si tu mchezaji, ni kumbukumbu hai ya vizazi.
Ni mtu ambaye uwepo wake pekee uwanjani unaweza kubadilisha namna wapinzani wanavyocheza. Right up the gut. What a ball that is. Messi on the turn. Options either side. Lionel Messi! There's your goal! There's more history! There's the magic man again! Lakini Spain nayo haiji kwa bahati. Hii ni timu ya mpira wa kisasa, timu yenye falsafa ya pasi nyingi, udhibiti wa mpira na wachezaji vijana wenye kiu ya kuandika historia. Mbele yao kuna jina moja linalovuta macho ya dunia, Lamine Yamal, kijana ambaye hana kumbukumbu nyingi za maumivu ya zamani, lakini ana kitu ambacho mabingwa wote huwa nacho: ujasiri. Kwa upande wa takwimu, Argentina ina faida ya uzoefu mkubwa wa mechi kubwa. Spain ina faida ya nguvu ya kizazi kipya na kasi. Argentina ina historia ya ushindi wa karibuni. Spain ina hamu ya kurudisha enzi ya utawala wake wa soka. Kama ungepewa nafasi ya kutabiri, ungechagua nani? Argentina namba 1 duniani itaendelea kutawala, au Spain namba 2 itaandika historia mpya? Katika soka namba zinaweza kutupa picha, lakini moyo wa bingwa huonekana uwanjani. Tunakwenda kutazama pambano la nafasi ya kwanza dhidi ya nafasi ya pili, mfalme dhidi ya mrithi, uzoefu dhidi ya ujana, historia dhidi ya mustakabali. Katika soka kuna mechi zinazoisha dakika ya 90, lakini kuna mechi ambazo huishi kwenye kumbukumbu za watu kwa vizazi. Fainali hii ya kombe la dunia ina hadithi ndani ya hadithi. Upande mmoja, Lionel Messi, mchezaji ambaye kwa zaidi ya miaka 20 amekuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa nani bora zaidi katika historia ya soka. Upande mwingine, Lamine Yamal, kijana ambaye dunia inamuona kama ishara ya kizazi kipya. Lionel Messi ameishi maisha ambayo wachezaji wengi wanaotaka kuyafikia. Amecheza kwenye viwanja vikubwa zaidi duniani, amefunga mabao muhimu katika historia ya soka, ameshinda mataji makubwa na amefanya mamilioni ya watoto kuamini kuwa ndoto zinawezekana. Lakini ukubwa wa Messi hauko kwenye makombe pekee, uko kwenye namna alivyobadilisha mchezo, namna alivyoweza kuona nafasi ambayo wengine hawaioni, namna mguu wake ulivyoweza kuzungumza kupitia mpira. Lakini upande mwingine kuna kijana ambaye hajaja kuomba nafasi, amekuja kuichukua. Lamine Yamal anawakilisha kizazi ambacho hakijaogopa majina makubwa. Kwao Messi ni shujaa, lakini uwanjani kila mtu anaanza akiwa sawa. Nguvu yake iko kwenye kasi, ubunifu, ujasiri wa kujaribu na uwezo wa kucheza bila hofu. Wengi wamejiuliza, je, Lamine Yamal ni mwanafunzi wa Lionel Messi? Jibu linaweza kuwa ndio na hapana. Ndiyo, kwa sababu kizazi cha Yamal kimejifunza kutoka kwa Messi. Kimeona ubunifu wake, kimeona nidhamu yake, kimeona namna alivyodumu kileleni kwa miaka mingi. Lakini hapana, kwa sababu Lamine Yamal ana safari yake mwenyewe. Haji kuwa Messi mwingine, anakuja kuwa Lamine Yamal wa kwanza. Wachezaji hawa wawili wote kwa pamoja wamekuwa sauti ya watoto duniani kupitia UNICEF. Hadithi yao inasema, usimdharau mtoto kwa sababu ya umri wake. Usipuuze ndoto ya mtoto kwa sababu haijafika wakati wake. Kwa sababu leo mtoto anaweza kuwa anatazama mpira, kesho anaweza kuwa anacheza kwenye fainali ya dunia. Messi ni hadithi ya uvumilivu. Alipitia changamoto na akarudi akiwa mkubwa zaidi. Yamal ni hadithi ya mwanzo mpya. Anaonyesha dunia kuwa vipaji vinaweza kuchuana mapema. Messi anacheza kwa akili ya miaka mingi, Yamal anacheza kwa nguvu ya miaka michache. Kama ungepewa nafasi ya kuchagua, ni nani angekuwa shujaa wako wa fainali? Lionel Messi anayelinda urithi wake, au Lamine Yamal anayeanza kubadilisha historia yake? Haijalishi nani atainua kombe, kuna jambo moja ambalo tayari limeshinda. Ni hadithi ya mtoto mmoja na shujaa mmoja. Ni hadithi ya ndoto, ni hadithi ya matumaini, ni hadithi ya UNICEF. Je, nani ataandika jina lake milele kwenye kombe la dunia? Spain au Argentina? Hii ni mechi ya UNICEF. Mimi ni Semio Sonyo. Asante kwa kusikiliza makala haya.